Ninakutukuza Bwana Yesu, ninakuinua asubuhi ya leo, asubuhi nzuri, asubuhi ya baraka, asubuhi ya upendo. Baba, ninakutukuza kwa sababu ya wingi wa fadhili zako, wingi wa baraka zako, wingi wa neema yako. Yesu, umetuamsha kwa upendeleo asubuhi ya leo. Ninakutukuza kwa sababu ya fadhili zako kuu sana. Wako wengi waliolala hawakuweza kuamka, lakini mimi nimepata nafasi ya kuamka. Utukufu na heshima narudisha kwenye kiti chako cha enzi katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amina. Haya ni maombi makubwa ya asubuhi ya leo. Mungu akubariki wewe ambaye umeamka pamoja na mimi majira tena haya mazuri. Ni maombi mazuri sana ya asubuhi ya leo ambayo ni muhimu sana kila unapoamka omba maombi haya. Ni maombi ya baraka sana. Ni maombi yaliyobeba neema, ni maombi yaliyobeba mafanikio makubwa, ni maombi yaliyobeba kuinuliwa sana, ni maombi yaliyobeba utukufu mkubwa sana. Kwa nini tuombe kila siku asubuhi? Kwa sababu shetani wanavamia maisha yetu wakati wa usiku. Vita nyingi ilitokea wakati walipolala. Biblia inasema walipolala ndipo adui akapanda mapando. Lakini tunapoamka asubuhi, ile nyota ya asubuhi, huwezi kufanikiwa kwa namna yoyote mpaka utamkiwe neno la asubuhi. Na ni vizuri sana ukawa unasikiliza maombi yao, unarudia kila siku asubuhi. Itakuwa ni siku ya baraka sana, itakuwa ni siku ya baraka sana. Ninatamani asubuhi ya leo tumshukuru Mungu kwa pamoja kwenye kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 na mstari wa 15. Tena nasema tena, iweni watu wa shukrani. Asubuhi ya leo ungana pamoja na mimi mahali popote ulipo, wakati tunaendelea kuabudu taratibu na wakati tunaendelea kuomba pamoja na wewe. Asubuhi ya leo ungana pamoja na mimi kumshukuru Mungu popote pale ulipo, sawa sawa na Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 15. Baba, ninakutukuza sana Mungu wangu. Asante kwa neema, asante kwa baraka zako, asante kwa nguvu zako Bwana, asante kwa neema, asante kwa utukufu wako Bwana. Wako waliolala wakuweza kupata nafasi ya kuamka. Mimi nimepata kibali cha kuamka asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wangu, asante kwa ajili ya familia yangu. Yesu, umetuamsha kwa namna ya ajabu sana. Ni nani aliye kama wewe Baba yangu? Ni wewe, ni ambaye niko mfalme wa falme. Unastahili kutukuzwa na kuinuliwa Bwana. Tunakutukuza Baba yangu mwema. Asante kwa sababu umetuamsha, umetupa neema tena ya kuamka watoto wako. Karaba sandarabu bushanda ridarabu bushendere baba sekere baba. Anza kuomba, nena kwa lugha. Mwambie Baba, ninakutukuza. Wewe ni Mungu wa ajabu sana. Haufananisha, ulinganishi. Ni wewe Bwana unastahili kutukuzwa. Ni wewe Bwana unastahili kuinuliwa. Rina rababa santara baba shukura baba. Retere sentere shekere bebe shete. Moyo wangu na kuabudu Bwana. Moyo wangu na kutukuza Jehova. Moyo wangu na kuinua mfalme. Moyo wangu na kuinua Bwana mabwana. Moyo wangu na kuinua Jehova Shama. Moyo wangu na kutukuza mfalme. Moyo wangu na kuinua jemedari wa vita. Moyo wangu na kutukuza Bwana. Asubuhi ya leo Jehova Elishadai, nimeachia maisha yangu kwako. Ni wewe Bwana unastahili kutukuzwa. Ni wewe Yesu unastahili kupewa utukufu. Ni wewe Bwana unastahili kuinuliwa na kutukuzwa. Aliye kama wewe, Alfa na Omega. Pokea sifa Mungu wangu mwema, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kwenye kile kitabu cha Mithali sura ile ya 16 mstari ule wa 3, Mithali 16 mstari wa 3, Biblia inasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Kumbe kuna kumkabidhi Bwana kazi. Kuna kumkabidhi Bwana kazi zako. Asubuhi ya leo anasema mkabidhi Bwana kazi zako. Mkabidhi Yesu kazi zako asubuhi. Mkabidhi sawa sawa na Mithali 16 mstari wa 3. Anasema mkabidhi Bwana kazi zako.
kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Maana yake tunafanya makosa makubwa. Asubuhi watukabidhi kazi, asubuhi watukabidhi kazi. Unatakiwa asubuhi ukabidhi kazi yako, ukabidhi kazi, kabidhi kazi asubuhi, kabidhi kazi, kabidhi kazi, kabidhi kazi zako. Unaenda kwenye biashara, ikabidhi biashara. Unaenda kwenye huduma, kabidhi huduma. Unaenda kwenye ofisi, ikabidhi ofisi. Mwambie Baba, ofisi ninakukabidhi wewe, nakukabidhi wewe Bwana, naomba udhibitike. Mwambie Yesu asubuhi ya leo, ninakukabidhi kazi yangu, ninakukabidhi biashara yangu, nakukabidhi kazi zangu zote Bwana, ukadhibitike. Popote ulipo, anza kutamka, sema Baba yangu, Baba yangu, asubuhi ya leo ninakukabidhi kazi ya mikono yangu, ninakukabidhi mawazo yangu, nakukabidhi kazi zangu katika jina la Yesu. Nakukabidhi Bwana, nakukabidhi mapato yangu ya siku ya leo, nakukabidhi kazi zangu za siku ya leo. Yesu ninakukabidhi, Yesu ninakukabidhi kwa jina la Yesu Kristo. Anza kuomba, tamka mbele za Bwana. Wewe una biashara, wewe unafanya kazi, wewe una ofisi, asubuhi ya leo mkabidhi Bwana, mkabidhi Yesu. Speak, speak, speak. Anza kuzungumza katika ulimwengu wa roho. Mwambie Roho Mtakatifu, nakukabidhi, nakukabidhi ofisi yangu, nakukabidhi watoto wangu, nakukabidhi mandaraba seke rotaraba bari rindaraba basanda rototo robo shanda koria manderebo shika, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, nakukabidhi, nakukabidhi kazi yangu, nakukabidhi kazi yangu, nakukabidhi kazi yangu, nakukabidhi huduma yangu, nakukabidhi ofisi yangu kwa jina la Yesu. Rinda rabu bushata ranta raba bakori bashanda riamonda ribo sekere bashaka. Baba, nakukabidhi kwa jina la Yesu Kristo. Rendere sendere boshaka ranta rabu bosende ababa sentere rekere baba shandarabu rotarabu shenterere. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Mkabidhi Bwana, mkabidhi Bwana, kabidhi Bwana kazi zako, kuna neema Bwana. Retere sondarabushi rikantara baba. Yesu, nakukabidhi, nakukabidhi kazi zangu. Roho Mtakatifu, nakukabidhi. Ritarabu shendere rantarabu bobobobo rantarabu bobobobo shantara baba riantaranturu sekete rapaparobo shentere randaraba shantarabobo rikayantere sete riakarobo shanda rantarabobo sheke. Kabidhi Bwana, rinaribo setere riantarabobo shentere retetetetete riatoro shentere bebe shekere riabobo santarabobobobo. Yesu Kristo, tawala kazi zangu, tawala kazi zangu, tawala kazi zangu. Manderebo shantara bobobo rantara ratoto setere riantoroto shababababababa. Kabidhi, taja hizo kazi, kabidhi hizo kazi, kabidhi hizo kazi asubuhi ya leo. Kabidhi hizo kazi, kabidhi hizo kazi, kabidhi kabidhi. Sharamandorosi riatatatata. Baba, na kabidhi kazi za mtumishi wako, kazi za mtumishi wako Yesu Kristo. Dhidhibitike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, milango yote tunaifungua sasa. Tunakwenda kufungua milango ya asubuhi, milango ya asubuhi. Ratatatatata rotaraboshe shatarababababa. Isaya 61 mlango wa 12, Biblia inasema malango yenu yatakuwa wazi daima, yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili Baba hawaletee utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Leo tunafungua malango ya asubuhi, malango ya asubuhi. Huwezi kujua malango yanaweza kufungwa
hatima ya mtu inaweza kufungwa, malango ya mtu yanaweza kufunga. Ukiangalia kwenye kile kitabu cha Isaya sura 45 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5 pale anamwambia Koreshi, anasema nitapita mbele yako na kuyafungua malango na mageti ya chuma na ya shaba yaliyofungwa. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho kunaweza kuwa kuna mageti ya chuma, mageti ya shaba. Kunaweza malango yako yakawa yamefunga kabisa. Unaamka asubuhi lakini hauoni matokeo. Unaamka asubuhi lakini unashangaa mambo yanakuwa ni magumu, mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo anapomwambia kwamba malango yako kwenye Isaya 60:11 mpaka 13, anaposema yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho kuna malango ambayo malango haya huyajui na huyaelewi. Ndio maana nakwambia haya malango ni kitu cha kushughulikia, cha kazi sana. Lazima ushughulikie kitu kinaitwa malango. Kwenye ulimwengu wa roho shetani anaweza kuwekea malango, akafunga malango yako, akafunga hatima yako, akafunga usipate chochote. Kila unachoamka asubuhi, yani hakuna kitu unapata. Unashangaa, mimi mambo yangu vipi? Mbona hakuna kitu kinatokea? Mbona naenda kazini na kuwa ni mtu hasara, kumbe malango yamefungwa. Mbona sipati wateja, kumbe malango yamefungwa. Mbona sifanikiwi, kumbe malango yamefungwa. Leo Mungu amenituma kwa ajili ya kufungua malango. Anza kutamka, sema Baba yangu, Baba yangu. Ninatamka katika jina Yesu, kila malango yangu yaliyofungwa, kila malango yangu yaliyofungwa, Baba ninayafungua. Popote palipofungwa, milango ya pesa ilipofungwa, milango ya kazi ilipofungwa, ninafungua. Milango ya mafanikio ilipofungwa, nafungua. Milango ya kuinuliwa ilipofungwa, ninafungua. Milango yangu ya uchumi ilipofungwa, nafungua kwa jina la Yesu Kristo. Rikarababa santarababa. Anza kuomba, tamka kwa jina Yesu, kila mlango uliofungwa Yesu ninaufungua. Kila mlango wa neema uliofungwa ninaufungua kwa jina la Yesu. Rikandarababa. Nafungua milango, nafungua milango kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo milango, hayo mageti ya chuma, hayo mageti ya shaba walioweka maadui mbele yako, walioweka maadui mbele yako, sawa sawa na kitabu kile cha Isaya 45, natangaza kama ulivyomwambia Koreshi, nitapita mbele yako, nitapasua milango ya chuma, milango ya shaba. Pasua milango ya chuma, milango ya shaba. Asema nitakupa hazina za gizani. Asubuhi ya leo natangaza kila mlango uliofungwa, funguka. Shantarababa, funguka. Milango ya chuma, milango ya shaba, ninapasua hiyo milango, ninavunja hiyo milango. Riantarababa, ratatatatata, rikarababa, ratatatatata, shatarababa konda, reketereteretere. Hiyo milango iliyofungwa na waganga na wachawi na washirikina na mizimu na falme za giza, pasua. Simama, anza kuomba. Simama, anza kuomba. Kama unatembea, anza kuomba. Vunja kabisa. Ninavunja kabisa kila mlango wangu uliofungwa, mlango wa baraka, mlango wa neema. Kila ninachokifanya hakifanikiwi. Nikienda kazini sipati matokeo. Ukifanya hiki upati matokeo. Leo vunja hiyo nguvu inayosababisha sipati matokeo. Tunaivunja. Pasua ya milango, pasua ya milango. Ratatatatata, rototoroposha, ratatatatata. Omba. Vunja ya milango. Vunja milango. Shantarababa, retetetetetete, riababa shantoro, rekekerebeshete. Milango inafunguka. Shandarababa, retetetetetete. Milango inafunguka kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo milango ilifunga wachawi, funguka. Milango ilifunga neema, funguka. Riatatatata, retetetetetete, shandarababa, rantarababa. Fungua kwa jina Yesu. Na fungulia fedha asubuhi. Fungulia neema, fungulia baraka. Anza kutamka na fungulia. Haya ni maombi makubwa ya kufungulia. Fungulia baraka, fungulia wateja, fungulia mafanikio, fungulia watu wazuri, fungulia neema nzuri, fungulia vitu vizuri. Shabababababa, fungulia neema, fungulia mafanikio, fungulia kuinuliwa, fungulia
Tamka, 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 tamka. Nafungulia wateja, nafungulia vitu vizuri, nafungua projekti. Fungulia hizo projekti, fungulia hizo projekti, fungulia, 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 fungulia mitaji, fungulia mitaji, fungulia mitaji, fungulia mitaji, fungulia mitaji, fungulia mitaji. Shabababababababa. Fungulia, 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 fungulia. Uko kazini, kila kitu kimefunga. Tamka, nafungulia, nafungulia, fungulia, fungulia, fungulia. Shamparo koribashe tere 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 tere. Rantaro santoro santoro santoro. Fungulia, fungulia kazi, fungulia neema, fungulia utukufu, fungulia fedha, fungulia neema, fungulia vitu vizuri, fungulia vitu vizuri, fungulia, 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 fungulia. Ritarababababa shandarabababababa rakatarabababa shantarabababababa retetetetetetete. Omba kwa nguvu, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rikantarababa sekete rakakashantarakakasata reb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 e. Fungulia, 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 fungulia. Kuna vitu vinafunguka, kuna vitu vinafunguka, kuna vitu vinafunguka. Neema inafunguka. Fungulia watu wazuri, fungulia watu wazuri, fungulia watu wazuri, fungulia watu wazuri. Shantarababababababa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Oh, Zaburi ya 91, Zaburi ya 91 mlango wa 10 inasema hivi, inasema hivi: mabaya yatakupata wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Naomba tuombe juu ya malaika, malaika wa ulinzi walinde njia zako zote siku ya leo. Malaika wa ulinzi, oh, kuna mashambulizi ya siku, kila siku ina mashambulizi yake, kila siku ina mashambulizi yake, kila siku ina vita yake. Oh my Jesus, ukiwa njiani unaenda kazini, ukiwa mahali unaenda kazini, omba malaika wa ulinzi, malaika wa ulinzi. Mabaya yasikupate, vitu vibaya visikupate, vitu vibaya visikupate kwa jina la Yesu Kristo. Nani anasema hayo mabaya yatakupata? Tunapinga roho ya mambo mabaya, vunja roho ya mambo mabaya. Tunaomba malaika wa kuondoa hayo mambo mabaya. Malaika wapite mbele yangu, malaika wapite mbele yangu. Wale malaika waliopita mbele, waliopita mbele wakafanikisha njia ya watoto wa Ibrahim, njia ya watoto wa Ibrahim. Kuna malaika wanaopita mbele kwa ajili ya kufanikisha njia. Kuna malaika wanapita mbele kwenda kuondoa mabaya. Tunatuma malaika Mikaeli, pita mbele yangu, ng'oa visiki, ng'oa uchawi ulioko mbele, ng'oa madhabahu za giza, ng'oa mitandao ya kuzimu leo kwa jina la Yesu Kristo. Rekekekekekeke. Malaika pita mbele yangu, ng'oa mabaya. Malaika pita mbele yangu, ng'oa uchawi. Malaika pita mbele yangu, ng'oa ushirikina. Rantarababababababa retetetetetete roshando roto rentere kere shente rababababababa. Malaika pita mbele yangu, pita mbele yangu, pita mbele yangu. Shantarababababa rikantere seke ratatatatata re shentere sentere sentere. Malaika pita mbele yangu, malaika pita mbele yangu. Ranto robo shanda rekekekekeke rantarababa ruche tere 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 porima sekereshe ria papapapapapapa. Malaika 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 pita mbele yangu, 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 pita mbele yangu. Rinda rabobo shandara bababa rekerekerekere pita mbele yangu, pita mbele yangu, pita mbele yangu. Yes, wale malaika waliofanikisha njia wapite mbele yangu, wafanikishe njia yangu kwa jina la Yesu Kristo. We malaika wapite mbele yangu. Omba hao malaika wapite mbele yako, wapite mbele yako, wafungue milango, wafungue neema, wafungue vitu vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo rikarabobo shandaraba basekete ratatatatata roto roshondo robo sekete
tabiri, 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 tabiri. Kuna vitu vinafunguka, kuna vitu vinafunguka. Haya, itabiria asubuhi, itabiria asubuhi, itabiria asubuhi. Wewe ni nabii wa maisha yako, wewe ni nabii wa maisha yangu. Anza kutabiri. Haya ni maombi ya kujitabiria, haya ni maombi ya kujitabiria kwamba nitafanikiwa tu, kwamba nitainuka tu, kwamba nitafanikiwa tu. Oh, nitafanikiwa tu. Anza kujitabiria, anza kujitabiria. Oh, anza kujitabiria. Tamka, ni maombi ya kujitabiria. Zungumza kwamba nitafanikiwa tu, nitainuka tu, nitapiga hatua tu, nitafanikiwa sana kwa jina la Yesu Kristo. Pokea upako wa kufanikiwa. Anza kutamka ile nguvu ya kufanikiwa. Anza kujitabiria. Jitabirie maneno mazuri, jitabirie maneno mazuri kwamba nitafanikiwa, kwamba nitainuka, kwamba nitapiga hatua, kwamba nitasogea, sitarudi nyuma. Jitabirie, 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 jitabirie. Shandara baba 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 rotandara sekereshi rotara baba sekere riantere kere shende raba baba 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 rotantara baba sekerere shantara baba koriba shende riante sekere shende raba baba 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 shikayantoro. Tabiri, 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 tabiri. Nitafanikiwa tu, nitainuliwa tu, nitapiga hatua tu, nitaenda kufanikiwa. Leo nitaenda kupata, nitaenda kupata kwa jina la Yesu Kristo. Sitaishia njiani katika jina la Yesu Kristo. Jitamkie maneno ya baraka, jitamkie maneno ya baraka, jitamkie maneno ya baraka, jitabirie maneno ya baraka. Vile unavyojitabiria maneno ya baraka ndivyo neema inavyofunguka. Vile unavyojitabiria maneno ya baraka ndivyo milango inavyofunguka. Yes, yes, yes. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana wa 3 sura ya 3 mstari wa kwanza. Haleluya. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Anasema hivi, mpenzi naomba ufanikiwe, mpenzi naomba ufanikiwe, mpenzi naomba ufanikiwe, mpenzi naomba ufanikiwe, ufanikiwe, mpenzi naomba ufanikiwe. Waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya kwanza, waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili. Waraka wa 3 Yohana sura ya kwanza. Naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, katika mambo yako yote. Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Anza kukiri, nasema kwa jina la Yesu, ninafanikiwa katika mambo yangu yote. Bwana Yesu, sawa sawa na waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya pili na mstari wa kwanza. Najiunganisha, ninafanikiwa, ninafanikiwa, ninafanikiwa katika jina la Yesu. Ninafanikiwa katika mambo yangu yote. Jitabirie kufanikiwa katika mambo yako yote. Rete 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 shabakoramando robo shaka retaraba basikate katika jina la Yesu Kristo. Nami ninaomba asubuhi ya leo ukafanikiwe sana, ukafanikiwe sana, ukafanikiwe sana katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Naomba popote pale ulipo, popote pale ulipo na popote pale unaponifuatilia, unafuatilia maombi haya, omba maombi haya yarudie moja kwa moja. Rudia moja kwa moja, rudia moja kwa moja, rudia maombi haya. Unarudia tena, unarudia tena, unarudia tena, unarudia tena. Lakini pia unapoomba maombi haya, jiunganishe na sadaka yako. Jiunganishe na sadaka yako, jiunganishe na sadaka yako. Beba sadaka yako, mwambie Mungu najiunganisha na maombi haya. Utashangaa jinsi unavyozidi kujiunganisha na sadaka yako, kuna milango mikubwa inafunguka, milango mikubwa inafunguka, milango mikubwa inafunguka, milango mikubwa inafunguka. Unajiunganisha na sadaka, kupitia sadaka yako kuna milango mikubwa inaenda kufunguka. Ni kupitia namba ambazo unaziona ziko kwenye skrini. Jiunganishe na namba hizo, lakini pia kupitia namba hizo unaweza kututumia hitaji lako kwa njia ya WhatsApp. Kupitia namba hizo itakuwa ni baraka sana, ili tuweze kuendelea kushare pamoja na wewe. Chukua video hii na sauti hii, watambazie rafiki, ndugu, jamaa, wafanye maombi haya. Ni maombi makubwa sana ya asubuhi ambayo ataweza kumsaidia na atashukuru, atasema ndugu yangu nakushukuru uliponiunganisha na maombi, ndipo biashara zangu zimefunguka, ndio mambo yangu yamefunguka. Hii ni baraka kubwa sana umenipatia.
share ujumbe huu, wapelekee watu wengi sana. Lakini usiache kusubscribe, kwa sababu unaweza kupata maombi mengi sana, kwa sababu tunarusha maombi karibu kila siku. Haya ni maombi yatakao kusaidia, maombi ya usiku, maombi ya mchana, maombi ya asubuhi. Haya ni maombi makubwa sana ambayo yatakubeba, ni maombi makubwa yatakao kusaidia, na itakuwa ni baraka kubwa sana sana sana. Mungu akubariki, nikutakia asubuhi njema, asubuhi yenye baraka, asubuhi yenye mafanikio, asubuhi yenye kuinuliwa. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, shalom.